Mheshimiwa Mufti, jina langu naitwa Ramadhani Haruna Chanila, Katibu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza. Nasimama mbele yako kwa heshima kubwa kuwasilisha taarifa ya ujenzi wa jengo hili uliokuja kulifungua leo. Ifuatayo ni taarifa ya ujenzi wa ofisi ya BAKWATA mkoa wa Mwanza inayowasilishwa leo tarehe 6 Ramadhani mwaka 1447 sawa na tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2026 mbele ya Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania Sheikh Daktari Abubakar Zubeir bin Ali mkoani Mwanza. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia uhai, uzima na afya njema, na pia kuzitaka rehema na amani zimwendee kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mheshimiwa Mufti, tunakushukuru nasi pamoja na baraza lako la ulama kupitia mashauriano na vikao mbalimbali vya kibaraza, na pia tuliamua kuisimamia na kuiishi kwa vitendo kauli mbiu yako ya jitambue, badilika, acha mazoea, na hivyo tukaamua kujifunga mkanda na kuanza ujenzi wa ofisi mpya ya BAKWATA yenye hadhi, heshima na wasawa wa kuendesha shughuli za kibaraza. Kwa kila kiongozi anastahili kuwa na ofisi, jumuiya na idara zote wanakuwa na ofisi ya kufanyia kazi. Kwa kuwa ofisi hii mpya ilitakiwa kujengwa katika jengo lile lile ambalo ndipo palipokuwa na ofisi zamani, na kwa kuwa ilikuwa ni lazima Waislamu na jamii kuendelea kupata huduma kutoka baraza, tulilazimika kuikamilisha ofisi ndogo ya vyumba 4 ili kuruhusu huduma kuendelea wakati jengo jipya linajengwa. Ukamilishaji huo ofisi ndogo ulianza tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2025, ambao ulijumuisha hatua ya uwezekaji, upigaji wa plasta, uwekaji wa jamvi chini, uwekaji wa vigae, ufungaji wa bodi, upakaji wa rangi, uwekaji wa milango na madirisha, uwekaji wa mfumo wa umeme pamoja na gharama za ufundi katika maeneo yote hayo. Gharama zote zilizotumika katika ukamilishaji wa ofisi ndogo hiyo iligharimu jumla ya shilingi milioni 11,846,000. Ujenzi wa ofisi mpya. Ujenzi wa ofisi mpya mkoa ulianza tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2025 na kukamilika tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2026, ambapo ujenzi wake ulianza kwa hatua ya msingi mpaka jengo lote linakamilika. Jengo hili lina jumla ya vyumba 12 vilivyoweza kutoa ofisi ya shehe wa mkoa, kazi wa mkoa, mwenyekiti wa mkoa, katibu wa mkoa, ofisi ya uhasibu, masijala, ofisi ya juakita mkoa, ukumbi mdogo wa mikutano, idara ya habari, jiko, store pamoja na vyoo vitatu. Ujenzi wa jengo hili umegharimu jumla ya shilingi milioni 178,199,500. Ununuzi wa samani za ofisi. Katika kuitendea haki jengo hili jipya, uongozi wa BAKWATA mkoa umefanikiwa kununua baadhi ya samani za ofisi. Samani zilizonunuliwa ni meza 4 ambazo ni executive, meza ndogo za kawaida 6, viti vya executive 12, viti vidogo vya kawaida 12, viti vya ukumbini 50, meza za ukumbini 10 na kabati moja ya kutunzia nyaraka. Ama samani hizo za ofisi zinunuliwa na zimegharimu jumla ya shilingi milioni 17,280,000. Aidha, moja ya meza na viti viwili katika ofisi ya shehe wa mkoa ni zawadi iliyotolewa kwa shehe wa mkoa na mwenyekiti wa Mapinduzi Mheshimiwa Michael Lushinge. Uboreshaji wa mazingira. Mheshimiwa Mufti, kama unavyoona hapa chini ardhini na asili ya eneo hili, kama unafahamu ni asili yake ni udongo wa mfinyanzi wenye asili ya utunzaji wa maji. Hivyo litulazimu kuweka juhudi za makusudi kuhakikisha uboreshaji wa eneo hili nao unatengemaa. Aidha, gharama ambazo zimetumika kufanya maboresho haya ni milioni 6,379,500. Gharama halisi za mradi. Mheshimiwa Mufti, gharama zote zilizotumika kuanzia ukamilishaji wa ofisi ndogo, ujenzi wa ofisi mpya, uboreshaji wa mazingira pamoja na ununuzi wa samani za ofisi umegharimu jumla ya shilingi milioni 213,700,000, huku fedha hizo zote zikiwa ni fedha za baraza. Miongoni mwa mafanikio machache yaliyopatikana baada ya jengo hili kujengwa, mafanikio makubwa ya ujenzi wa jengo hili ni ofisi zenye hadhi kubwa kulingana na hadhi ya taasisi, kwa maana ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza. Mafanikio ya pili ni viongozi wakuu wote kila mmoja kuwa na ofisi, tofauti na hapo kabla tulilazimika kuchangia ofisi. Mafanikio ya tatu ni jumuiya na idara nazo kuwa na ofisi kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli zao za kila siku. Na mafanikio ya 4, uwepo wa ofisi zote katika eneo moja umerahisisha mawasiliano na hivyo kurahisisha utoaji wa huduma kufanyika kwa haraka na kwa wakati. Changamoto. Kufuatia ongezeko la ofisi kwa viongozi, jumuiya na idara,
kumepelekea pia ongezeko la vitendea kazi kama vile kompyuta, printer, photocopy machine na kabati kwa ajili ya utunzaji wa nyaraka. Hata hivyo, pamoja na jengo hili kukamilika, bado mkoa unaendelea kujipanga kukamilisha mapungufu machache yaliyosalia kama vile feni, viyoyozi, mawasiliano ya simu za mezani, projekta kwa ajili ya uendeshaji wa semina na mafunzo mbalimbali pamoja na vyombo vya ukumbini. Shukrani. Mheshimiwa Mufti, tunakushukuru sana wewe mwenyewe kwa kukubali mwaliko wetu. Tunaushukuru uongozi wa BAKWATA Taifa kwa imani yao kwetu. Sisi tunawaahidi utii, heshima, utimizaji na utekelezaji wa maelekezo yote yanayotolewa na mamlaka yetu ya juu. Aidha, tunaishukuru sana serikali yetu ya mkoa kupitia mkuu wa mkoa Mheshimiwa Said Mohamed Mtanda pamoja na wasaidizi wake kwa ushirikiano mkubwa ambao wamekuwa wakitupatia. Mheshimiwa Mtanda kwa muda wote amekuwa kimbilio na mtatuzi wa changamoto zetu nyingi. Allah amhifadhi na kumbarikia katika utendaji wa shughuli zake za kuwahudumia Watanzania bila kubagua. Kwa namna pekee tunaishukuru sana ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mwanza na wasaidizi wake Mheshimiwa Kiomoni Kibulwa Kibamba pamoja na wasaidizi wake kwa ushirikiano wao kwetu. Miongoni mwa maelekezo mazuri ya idara zake kwetu, hasa katika eneo hili la ujenzi wa majengo yetu, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa vituo vya afya tunaoendelea nao. Mwisho, tunawashukuru viongozi wote wa baraza ngazi zote, taasisi za Kiislamu mkoani Mwanza, wadau mbalimbali wa maendeleo mkoani Mwanza na waalikwa nyinyi nyote kwa ushirikiano wenu kwetu na pia kwa kuja kushiriki nasi katika shughuli hii ya ufunguzi wa jengo jipya la ofisi za BAKWATA mkoa wa Mwanza. Kwa kweli tunawashukuru sana, na uongozi wa BAKWATA mkoa wa Mwanza tunakutakieni Ramadhani makubul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Mufti, naomba kuwasilisha.